mkuu wetu wa wilaya na vile vile mwakilishi wa mkuu wa mkoa, kwanza tunashukuru sana kuwa na wewe hapa vile vile saa hizi. Dr. Charles Wilson Maera, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Mtawala Maulid, mwenyekiti wa bodi, na Dr. Anet Komba, mkurugenzi mkuu, mwakilishi wa Vice Chancellor walioko hapa. Kwa namna ya pekee sana ningependa kuwatambua sasa hivi waheshimiwa wabunge wako watatu naona. Na naomba niwasimamishe kabisa. Esther Maleko, mheshimiwa, nashukuru sana kwa kufika. Rafiki yangu sana Hamisi Babu Tale, asante sana kwa kutunga mkono. Limona Rose Busega. Mheshimiwa Rose ametoka. Niliona mtu anafanana naye kama ameingia hapa. Anyway, nawashukuruni sana kwa kuja. Hawa ni wawakilishi wa kamati ya kudumu ya bunge inayohusiana na mambo ya elimu, utamaduni na michezo. Kwa wametenga muda wao kuja kutuunga mkono hapa. Nawashukuruni sana waheshimiwa kwa kuwa na sisi. Namshukuru sana Gema, mwakilishi wa Benki ya Dunia, wajumbe wote wa bodi mlioko hapa, walimu mlioko hapa wote, watumishi wote wa Taasisi ya Elimu Tanzania, wakurugenzi, viongozi wote mlioko hapa, wanahabari. Habari za saizi tena. Leo nitaongea kidogo bwana, bado na jet lag ya safari ndefu. Lakini kimoja tu, naamini wote tulioko hapa, kwa sababu tumepitia shuleni, kila mmoja hapa ana kumbukumbu ya mwalimu au walimu walioshawishi sana maisha yao na kuwabadilisha kimaisha mpaka hapo alipofika. Na kila mmoja ukimnyanyua hapa atakwambia nilikuwa na mwalimu fulani, mimi naweza kukumbuka mwalimu gani alinishawishi nikawa mpenzi mkubwa na mwandishi wa mashairi. Mwalimu gani alikuwa ananifuatilia mara nyingi sana kwa kuongea tu, kukuweka katika mstari unaotakiwa. Mwalimu gani alikuwekea max mahali akaandika bravo. Hilo neno nalikumbuka mpaka leo. Umefanya vizuri katika masomo. Kwa hiyo wote tuna kumbukumbu ya walimu na jinsi ambavyo wameshawishi maendeleo yetu mpaka hapa tulipofika. Na hiyo ni kusema tu kwamba walimu wana mchango mkubwa sana katika elimu na katika malezi yetu, kwa sababu muda mwingi tunaotumia wakati tunakuwa, ukiacha kwa wazazi wetu tuko shuleni, wako walimu, wako na sisi, na walimu wanafanya kazi kubwa sana ya kufundisha darasani na kutulea na kutupa mwelekeo mzuri. Kwa hiyo leo ni siku muhimu sana, kwa sababu tunaendelea kuwaenzi walimu kwa ujumla wake, kwa kujaribu kutoa fursa ya walimu kuonyesha uwezo wao na vipaji vyao na kuonyesha heshima kwao kwa kuwapa tuzo. Kwa hiyo ni siku nzuri, na kweli nimefurahi kwamba tangu tuanze ya mambo, leo ni mwaka wa 3 na nimeweza kufika siku zote. Ya leo ilikuwa changamoto kidogo, lakini tulikubaliana kwamba tufanye juu chini. Tukifika tumeingia chini na tuje hapa kushiriki katika swala hili muhimu sana, kuonyesha walimu kwamba tunawathamini sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Na mtakumbuka wakati rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anazindua sera ya elimu na mafunzo pale Dodoma, kuna kauli moja alisema ningependa sana walimu waikumbuke. Alizungumza at the center of the reforms kuna walimu. Yaani chochote tutakachokifanya tunawategemea sana walimu. Ile kauli tutembee nayo, na mambo aliyozungumza na kazi ambayo anakusudia kuifanya na jinsi ambavyo anakusudia kuwashika walimu ni ujumbe ambao ningependa tuondoke nao. Kwa hata hili tunalolifanya sasa hivi tukumbuke tu ni sehemu ya kufanya yale ambayo rais wetu anataka yafanye. Ile kauli ilikuwa ni nzito sana, napenda walimu wote waikumbuke kwamba katika mduara wote wa mageuzi pale katikati tuna walimu, na walimu lazima tuwaangalie, tuwashike mkono, tuangalie na maslahi, na alizungumza pamoja na maslahi, pamoja na kuongeza ajira za walimu. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba leo tunaendelea kutekeleza swala hilo kwa kuwaenzi
walimu wote kwa pamoja. Walimu tunatoa shukrani nyingi sana, na kwenye hilo ningependa kuwashukuru walimu wote walioshiriki katika mchakato huu. Na utaratibu wenyewe ulikuwa mzuri sana, kwamba una fursa ya kutuma mchango wako. Kwa wengi waliojitokeza na kushiriki, kile kitendo chenyewe tu sisi tunatoa shukrani na kuwapongeza sana kwa kufanya vile, kwa sababu hamwezi kushinda wote. Lazima hatimaye watakaokuja kupata ushindi ni wachache, na wale ambao tayari wameshakuwa shortlisted na ambao watatangazwa washindi hapa, natanguliza pongezi zangu sana kwa kazi nzuri ambayo meifanya. Mwaka jana wakati tunaangalia, nakumbuka tulikuwa unashangaa, mwalimu mmoja sasa, yule mwalimu wa Lindi alikuwa anafundisha Kiingereza, I cannot forget. Na unajiuliza mwalimu anafundisha shule gani, na kile kipaji chake anachokionyesha na jinsi ambazo kina inspire wanafunzi. Na kama nilivyosema, sisi wote hapa somehow tumefika hapa kwa sababu ya kuwa inspired na walimu wengine ambao tumewacha huko kwa wametufundisha primary school, wengine wametufundisha undergraduate. Kwa hiyo na nyinyi walimu mnachofanya na jitihada mnazofundisha, nilimuona yule mwalimu anafundisha hapa, unaona kabisa mwanafunzi akitoka pale anatoka na kitu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa upande wa TET ni shukrani za pekee, hamjawahi kutuangusha.